nilifikiria nikaona kuna tija sana kikao kimoja tukae wote kama familia moja, kwa sababu kwanza kufahamiana kwa ujumla ukikaa hivi, lakini yale machache yanayotaka sisi kama wenye viti tungetamani mbunge wetu ajue au tunakwenda naye namna gani, nilikuwa natamani tukae wote pamoja ili yale yanayofanana tuyaseme, alafu baadaye nitakuja kule kwenye vijiji sasa ambako nako tutaongea yale ya kwenye kijiji husika sasa, ya kwamba kijijini kwetu kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Sawa sawa ndugu zangu. Ndio maana nimewaita ili tukutane hapa kwa pamoja. Nimekuja kwa ajili ya mambo machache sana. Na mimi nisingependa kuwa msemaji wa kikao hiki. Kwanza kabisa, jambo la kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu. Ninawashukuru kwa sababu ya kunichagua mimi, mtoto wenu, kijana wenu, niweze kuwa mbunge wa jimbo la Busokelo, niwe mwakilishi wenu, niwe sauti yenu, macho yenu na miguu yenu tutakapokuwa katika bunge na maeneo mengine nikiwawakilisha. Ni kazi ngumu, lakini niamini mkaona kwamba kijana wetu unatosha. Ngute Ndaga Fijo Mhalisa hili. Ninawashukuru sana. Ninawashukuru, lakini pia najua ni muda mrefu sijawahi kufanya kikao na wenye viti wote, na mimi nawapongeza kwa nafasi zenu na kwa majukumu mnayoendelea kutekeleza kwa wananchi na kwa Wanabusokelo wenzenu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Lakini nataka nizungumze kwa uchache. Kama mnafahamu kwamba uchaguzi wetu mwaka huu haukuwa uchaguzi wa kawaida. Kulikuwa na vurugu ambazo zilitokea, na sisi kama sehemu ya Tanzania na sisi pia tulipata misukosuko. Kwa hiyo Pope Ngute Ndaga maponile kulisiosa. Sana. Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie sisi kama taifa, sisi kama nchi, sisi kama jimbo la Busokelo lazima tuendelee kumuomba Mungu, na lazima maisha yaendelee, ni lazima majukumu yetu yaendelee, lazima tuendelee kupanga Busokelo yetu. Na mimi kwa nafasi mlionichagua kama mbunge, sina uwezo wa kusema nitapanga, ninaweza kufanya hivi. Hapana. Mimi fikra zangu, mawazo yangu ni ya wananchi. Siwezi kukutana kwa urahisi na wananchi wote. Nyinyi mnawaongoza wananchi wote wa Busokelo. Kwa hiyo ninawaomba kwa unyenyekevu, nimewaita hapa tuje tushauriane, tuzungumze, lakini na mimi baada ya kunichagua na ratiba hiyo nimeanza kazi, niwape uzoefu kidogo wa kuanza kazi, lakini nimetoka bungeni, niwaambie bungeni kukoje, kilichoendelea, nirudishe. Kwa hiyo nafikiri jukwaa letu hili ni jukwaa zuri sana la kuweza kutoa mrejesho kwa ufupi, lakini zaidi kuwasikiliza nyinyi ili mnipe mawazo, tuone namna gani tunaijenga Busokelo yetu. Hii Busokelo haiwezi kujengwa na mtu mmoja. Hii Busokelo ni ya kila mwana Busokelo. Mimi kama mbunge nitakuwa hayawani wa kwanza kuambia na uwezo wa kufanya mambo makubwa peke yangu. Lazima tufanye kwa kushirikiana na ninyi wana Busokelo. Lakini Busokelo imezaa watoto wengi wenye uwezo na nafasi mbalimbali kila sehemu Tanzania hii. Ni wajibu na jukumu la mimi kama mbunge na mtoto wenu na mwenzenu mliyesema wewe sasa shika hii bendera, niwakusanye wote hao, niweze kuzungumza nao, kuwaambia habari ya nyumbani kwa maana ya maendeleo. Kwa hiyo mimi kazi yangu lazima nizunguke, niende Mwanza, niende Arusha, nimtafute kila mwana Busokelo aweze kutoa mchango wake. Haiwezekani, si rahisi kila mwana Busokelo akawa mbunge. Kama ambavyo haiwezekani kila mtu akawa mwenyekiti wa kijiji. Wanapomchagua mmoja, huyu mwingine anashika bendera ya wengine wale. Na hatuchaguliwi na wananchi wenzetu kwa sababu sisi tunawazidi akili. Hapana. Tunachaguliwa kwa sababu ya demokrasia na mpango wa Mungu. Kila kiongozi lazima ajue uko kwenye kiti chako kama sehemu ya demokrasia na mpango wa Mungu. Mungu akikupa nafasi ndio maana unaweza ukakaa hapo ulipokaa. Najua kazi kubwa inayofanyika kwenye vijiji vyetu. Hongereni sana. Kuna kazi hiyo mara nyingine imefanyika kwenye mazingira magumu sana. Nayo pia nawapongeza, nasema asanteni sana. Tusiache kufanya hiyo kazi. Haina maslahi. Ukilinganisha unachokifanya na unachokipata haviendani, hakuna. Lakini tusiache. Imani uliopewa na kijiji chako ni kubwa kuliko jambo lolote, viongozi wenzangu. Imani uliopewa ni heshima kwako na uzao wako. Hilo ndo kubwa, hakuna maslahi huko. Lakini kwenye kijiji chako, hebu tafakari
mko watu wangapi? Wakasema sisi kwenye hiki kijiji tunataka tuongozwe na fulani. Mwenyekiti pale Nsanga, wako wangapi wamekuchagua wewe? Halafu wako waliokuzidi umri, waliokuzidi elimu, waliokuzidi maarifa, lakini wakasema tukundonda uju. Sasa hiyo ni uwekezaji, haviji vivi. Ni uwekezaji na imani ambayo wewe umejijengea, na inawezekana hiyo imani haikuanzia kwako. Lumo Nungo jaliandie yani kwa wazee wako, labda wazazi wako ndio waliweza kujenga imani, akasema huyu. Kwa ndugu zangu, tushike sana ile imani ambayo tumepewa na wananchi tuweze kufanya. Tuwashirikishe wananchi, tusiache kufanya maendeleo. Changamoto ni nyingi, lakini lazima tuendelee kukaa na wananchi, tuendelee kuwapa moyo. Unajua, ngoja nikwambie, watu wakivurugika, wewe usivurugike mbele yao. Haiwezekani baba, hakuna chakula na wewe unatoka unaanza Nungo Sumwike, unaungana na watoto pale Ifa Mwesa. Wewe baba gani? Sisi ni viongozi. Wewe hata vitu vikiharibika, unaingia chumbani, unaita viongozi wenzako, unawaambia hapa tufanyeje, kijiji kipate matumaini. Ndugu zangu, nimewaita hapa sio kwa utulia, lakini kukumbushana mambo machache. Kwamba nataka na mimi kama mbunge siwezi kufanya lolote bila kupata mipango yenu. Ndio leo nimekuja kwamba sasa tufahamiane, tubadilishane namba, tuanze kupeana mikakati na uelekeo kwamba tunakwendaje, ili kazi zinapokuja tufanye kule. Lakini mniambie, je, ukoje, kazi zinafanyikeje? Maana kazi zinazo zikafanyika, tunaweza tukawafanya na nyinyi wenye vitu wa vijiji hapa. Tatizo, mimi nimekuwa bahati nzuri na uzoefu wa kushughulika na wenye vitu wa vijiji. Mimi nimekuwa kiongozi wa serikali kwa muda mrefu. Nimekuwa mkurugenzi wa halmashauri kwa miaka 10. Kwa hiyo nilikuwa naishi na wenye vitu wa vijiji, ilikuwa ni sehemu ya maisha yangu. Sasa huku serikalini na kwa wananchi mara nyingine tunajisahau. Tunaweza tukawatumia kama madodoki. Kwa hiyo tuje hapa, mimi ni kiongozi wenu. Mimi ni mwakilishi wa wananchi, lakini mimi ni kiongozi wenu. Nadhani mmeona, mmesikia tunapopiga makelele na serikali kuhusu stahiki kidogo za wenye vitu wa vijiji, lakini bado pia tutaendelea kuimbana na halmashauri. Kwa hiyo tukikaa kwenye vikao kama hivi ndio tuanze kuambiana ukweli. Hawezi ukasema wewe kwanza, mimi siwezi kuitisha kikao bwana, kwani wanatupa nini? Sasa utakuwa umejidharau sana. Umejidharau sana. Kwa hiyo yako mengine unafanya hivyo, unafanya hivyo. Ndio yako hivyo. Na kiongozi lazima uwe na ngozi nene. Na kiongozi wakusanye watu, wakuungania bandu kwa mpende. Nyinyi ndio chaguliwa na viongozi, ndio mlioaminiwa. Mimi nimefanya uchaguzi hapa. Mimi nimechaguliwa kuwa mbunge na wana Busokelo. Mimi ndio mbunge wa Busokelo. Yaani mimi nitakuwa yani mwenda wazimu nikiendelea mimi tena kuendelea kulalamikia watu na kunungunika na kusema sijui nani, sijui Jula Kali salie, Jula Kali atende. Nitakuwa kichatu. Nyinyi wazee wangu na nyinyi ndugu zangu, viongozi wangu, mnajua untori George kuungania bandu. Wengine wameumia, wana vidonda, hawezi kusanyana. Uliyeshinda ndio unawaambia jamani hao yameisha, joeni hapa. Sasa wewe umeshinda na wewe unanungunika, unasema yule si niligombeaga naye kwenye kitu wa vijiji ndio maana ananipiga vita. Wewe nisogeze. Ndio nimeshinda na wana Busokelo wamenipa. Wewe umesimama pale unaanza kumtafuta mtu ambaye akuchagua. Ukachaguliwa sio? Wewe unamtafuta ambaye akuchagua nini? Kwa sababu yule ambaye akukuchagua hala kushinda. Sasa wewe unataka umwambie, lakini pia yeye ni binadamu na yeye liko jambo aliliona kwa huyo, kwa wema tu, sio kwa ubaya. Sasa wewe kuna binadamu ambaye anapendwa na watu wote? Hata Mungu akubaliwi na watu wote. Wewe unakuwa nani utakubaliwa na watu wote? Mungu mwenyewe akubaliwi na watu wote. Sasa ndugu zangu, nimewaita hapa tukae tuipange Busokelo pamoja. Na nataka niwaambie Busokelo haiwezi kupangwa tu kusema nilikuwa nitakaa na viongozi wa kata, inapangwa kuanzia kwenye vijiji. Lakini sikuwa nataka nifike kwenye vijiji kule wakati hatujakaa tukapeana mkakati hapa, wenye viti wakajua picha ya kwamba mbunge wetu anataka nini, ili mkienda kule mkawaambiwa vitongoji na wananchi, alafu baadaye tunakwenda kule tunafanya kitu ambacho kwa sababu tunataka tujenge utamaduni wa kushirikiana kwenye kufanya kazi. Nisije pale mbunge, unajua nikaja pale mbunge, nimekuja na gari langu na watu wangu, tumefika, tunajidai sisi ndio sisi. Tumefika bwana sasa.
lakini watu wanajua. Ukienda na mwenyekiti anajua. Mwenyekiti anajua shida za hapa. Mwenyekiti anaweza akawa likujapo ya kuhehera. Siwezi kwenda pale mimi kwenye kijiji nikaanza kulipuka tu. Kijiji vile kana kwamba kijiji hakina utawala au hakina viongozi. Lakini na tukikaa tukianza hivi, mwenyekiti unaweza ukaniambia mbunge, njoo kabla hatujaongea na wale. Hapa kuna 1, 2, 3. Sio kwa nia mbaya. Kwamba bwana hapa utasikia hiki, lakini kwa sababu ya 1, 2, 3. Hapa kuna hiki, tunakwenda hivi na hivi na hivi. Ndugu zangu, tukifanya hivyo tutafanya kazi kwa umoja na kwa wema sana.